Ingia bajeti hii ya Wizara ya Kilimo. Lakini pili, naomba nimshukuru sana na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kututoa kwenye kilimo tulipokuwa mpaka hapa sasa tulipofikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukisema kwamba hakuna kinachofanyika, kwa kweli tutakuwa hatutendi haki. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya vizuri sana kwenye sekta nzima ya kilimo. Miaka 10 iliyopita nilikuwa upande wa pili, nilikuwa sehemu ya kusisitiza kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na kilimo, na leo tunavyozungumza hata mimi kwenye mkoa wangu wa Tabora tunasema yes kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nizungumzie kwanza kuhusiana na swala zima la hii miradi mikubwa ya umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa hata watu wakiangalia kwenye taarifa ya kamati imeeleza vizuri sana, na mimi naungana na wanakamati, naungana moja kwa moja na kamati kuishauri serikali kuhakikisha kwamba miradi hii mikubwa ya umwagiliaji zaidi ya miradi 26 inatafutiwa fedha maalumu, na sio tusubiri bajeti. Tukisema tutasubiri bajeti kwenye miradi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatutamtendea haki Mheshimiwa Rais. Tutapiga mark time miaka 20 hapa, miradi hii ya mabwawa haijakwisha na kazi kule haitaonekana. Swala la kilimo cha umwagiliaji halina ubishi Mheshimiwa Mwenyekiti. Swala hili lina tija, na tunaamini mabwawa haya yakienda kuwekezewa kwenye swala zima la mabwawa haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaamini kabisa kwamba tutakwenda kubadilika kutoka kwenye kilimo cha kusubiri mvua na kuwa kilimo chenye tija cha umwagiliaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nishauri serikali, nishauri wizara, angalieni uwezekano wa kuhakikisha kwamba fedha inatafutwa nje ya hizi fedha za bajeti ili tuweze kumalizia miradi hii mikubwa, tuweze kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais akiondoka 2030 anaondoka kifua mbele, amehakikisha kwamba Watanzania sasa tuko vizuri kwenye sekta nzima ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nielezee Mheshimiwa Mwenyekiti kuhusiana na swala zima la viwanda vya mbolea na hususan ahadi ya Chama cha Mapinduzi kwa wananchi wa Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekuja na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijitabu hiki unachokiona kidogo, lakini kimesheheni kweli kweli. Tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2025, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwepo katika mkoa wa Tabora, jimbo la Tabora mjini. Alizungumza na alitoa ahadi ya kuhakikisha kwamba Tabora tutapata kiwanda kikubwa cha mbolea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Haya sio maneno yangu. Baada ya Mheshimiwa Rais kuzungumza, alitukabidhi vitabu hivi, na alipokuwa akinikabidhi aliniambia, mwanangu, huu ndio mkataba baina yetu Chama cha Mapinduzi na wananchi hawa utakapokwenda kuzungumza nao. Mheshimiwa Mwenyekiti, siku 63 sikuwahi kuacha kitabu hiki kutembea nacho na kuwaambia Watanzania, wananchi wa Tabora, kata 29 Chama cha Mapinduzi kitakwenda kufanya nini. Sasa leo naomba nimwambie ndugu yangu, mimi sina mashaka kabisa na Mheshimiwa Chongolo. Mheshimiwa Waziri msikivu, mpole, muelewa, na ninaamini Mheshimiwa Waziri unaijua Tabora kuliko inavyokufahamu. Umepita kwenye changamoto mbalimbali katika mkoa wa Tabora. Unaijua vizuri Tabora. Unajua jinsi ambavyo tulipokuwa na eneo kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi watu wa Tabora, ninapozungumza na we hapa, tuna kilomita za mraba zaidi ya 76,151. Hamna mkoa wowote ambao unazifikia kilomita hizi za mraba. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetengewa sisi watu wa Tabora zaidi ya 26.6. Hili eneo linafaa kwa kilimo na bado halijaisha. Hizi ni zaidi ya kilomita za mraba 20,199 na hili eneo halijakwisha. Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana, kama maeneo yaliyotengwa yanaonekana kwamba yana gharama kubwa, Tabora sio maskini wa maeneo. Twende tukakuonyeshe, kama imeshindikana huko sisi tupo, tutakwenda
kuonyesha maeneo, njooni muwekeze kwenye kiwanda cha mbolea. Hatuna maneno mengine ya kuambia wananchi wa Tabora kuhusiana na swala la kiwanda. Lazima kiwanda cha mbolea kije Tabora, kwa sababu mama ameahidi, na mama akiahidi anatekeleza. Twende tukatafute eneo, tujenge kiwanda cha mbolea katika mkoa wetu wa Tabora. Haijalishi hata kama haitakuwa kwenye jimbo la Tabora mjini, lakini kijengwe kwenye mkoa wetu wa Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na sisi kuomba kiwanda cha mbolea, sisi ndio wenye soko. Tabora tunalima tumbaku kwa zaidi ya 70% kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Kilimo. Zaidi ya 70% ya nchi hii ya tumbaku tunalima sisi mkoa wa Tabora. Lakini tuna majirani zetu, tuna Katavi, tuna Kigoma, tuna Shinyanga, tuna Simiyu, hawa wote wanalima tumbaku. Kiwanda kikijengwa pale Tabora ni senta ya mikoa yote hii kupata mbolea kwa urahisi. Haijalishi hatuna malighafi, malighafi tunazo, zinasafiri nchi mbalimbali na zinafanya kazi na mbolea zinakuja hapa. Kwa nini Tabora? Tabora zitafika, tujengewe kiwanda, malighafi zitatoka Ruvuma, malighafi zitatoka Songwe, malighafi zitatoka kokote katika nchi hii, zifike Tabora tutengeneze kiwanda. Na mwekezaji anajua hawezi kupata soko kubwa kama soko lililoko mkoa wa Tabora la tumbaku tunayoilima pale Tabora kwetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hilo, leo tunacho kiwanda kingine cha mbolea hapa Dodoma. Kipo pale Nala. Nakumbuka mwaka jana Mheshimiwa Rais alikwenda kukizindua kiwanda kile. Kiwanda kile, Mheshimiwa Mwenyekiti, kinazalisha zaidi ya tani milioni 1 kwa mwaka. Lakini kimeajiri zaidi ya Watanzania 1000. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana wizara iende ikakae chini na hawa wawekezaji. Inawezekana wakaweza kutuzalishia zaidi ya hiki ambacho wanakizalisha sasa, ili sisi swala la mbolea, ikitokea vita, kukitokea na changamoto zozote, sisi kwenye swala la mbolea tunatakiwa tuwe sawa sawa kabisa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa miradi ya umwagiliaji katika mkoa wa Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya Tabora ya umwagiliaji imebaki miradi 6 peke yake ndio ambayo fedha zake zimetengwa ili ziweze kutumwa. Lakini mingine yote Mheshimiwa Mwenyekiti, angalau imeishia 50%, lakini mingine imekamilika kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Asante sana. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.